Hallelujah. Amen. Praise God. Amen. Ila mkono wako juu. So Baba asante. Baba asante. Amen. Family system. Tena mfumo wa familia. Leo kuna watu mnapona. Mfumo wa familia. Family system. Mfumo wa familia. Mfumo wa familia. Mfumo wa familia. Biblia inasema tukiwa ndani ya Kristo tumekuwa viumbe vipya. Ya kale tazama, rudia tena. Tukiwa ndani ya Kristo tunakuwa viumbe vipya. Ya kale tazama imekuwa. Rudia tena mstari wote kanisa tafadhali. Tukiwa ndani ya Kristo. Tukiwa ndani ya Kristo tunakuwa viumbe vipya. Tunakuwa viumbe vipya. Tunakuwa viumbe vipya. Tunakuwa viumbe vipya. Nikiwa ndani ya Kristo. Nikiwa ndani ya Kristo. Nakuwa kiumbe kipya. Nakuwa kiumbe kipya. Ya kale yanapita. Ya kale yanapita. Ya kale yamepita. Ya kale yamepita. Sasa yamekuwa mapya. Sasa yamekuwa mapya. Nikiwa ndani ya Kristo. Nikiwa ndani ya Kristo. Nakuwa kiumbe kipya. 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 Ya kale yanapita. Yanapita. Tazama yanakuwa mapya. Yanakuwa mapya. Rudia mara ya mwisho. Nikiwa Kristo nakuwa kiumbe kipya. Ya kale yanapita. Tazama yanakuwa mapya. Rudia tena. Nikiwa ndani ya Kristo nakuwa kiumbe kipya. Ya kale yamepita. Tazama yamekuwa mapya. Rudia tena. Nikiwa ndani ya Kristo nakuwa kiumbe kipya. Ya kale yamepita. Tazama yamekuwa mapya. Come again. Nikiwa ndani ya Kristo nakuwa kiumbe kipya. Ya kale yamepita. Tazama yamekuwa mapya. Rudia tena. Nikiwa ndani ya Kristo nakuwa kiumbe kipya. Ya kale yamepita nakuwa mapya. Rudia tena. Nikiwa ndani ya Kristo nakuwa kiumbe kipya. Ya kale yamepita nakutama nakuwa kiumbe. Rudia tena. Nikiwa ndani ya Kristo nakuwa kiumbe kipya. Ya kale yamepita. Tazama anakuwa mapya. Hallelujah. Amen. Ukiwa ndani ya Kristo unakuwa kiumbe kipya. Ili neno to be a new creation, a new creature ni very important. Kuwa new, kuwa kiumbe kipya, kuwa new, kuwa new, kuwa new, kuwa new. To be a new creature, a new creature, kuwa kiumbe kipya ni very important to understand it. Family system. Ukiwa ndani ya Kristo unakuwa kiumbe kipya. Ya kale tazama yanakuwa. Ukiwa ndani ya Kristo, ukiwa ndani unakuwa kiumbe kipya. Ya kale unakuwa kiumbe. 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 Ya kale. You get the point? So kuna dimension ya kuwa a new creature. Kuwa kiumbe kipya. Kuwa kiumbe kipya. Lakini auwe kiumbe kipya ukiwa kwenye mfumo mwingine, ukiwa ndani ya Kristo. Naeleweka vizuri Ngoja tuwe mfano. Mfano, umetoka kwenu leo unakoishi, si ndio? Umetoka mheshimiwa balozi unakaa kwake. Umeenda kuhamia kwa Mama Margaret, si ndio? Mfumo wa maisha utafanana? Hapana. 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 It means kama unatoka mheshimiwa balozi hapa kuna mfumo wa maisha yao, si ndio? Amen. It means ukienda kwa Mama Margaret kuna mfumo mwingine una adapt. Yes. Is that what it marks? Amen. Lakini what if ukitoka na mfumo wa mabalozi ukaenda kuapply kwa Mama Margaret, utaenda? Hapana. Kwanza yani hamtaelewana. Yes. Uko ndani hamtakaa pamoja. Hamtaelewana kwa sababu wao wana mfumo wao. Amen. Then mawili, aidha utarudi kwa balozi
Amen. Hao utakimbia nyumba, hao utateseka kwenye hiyo nyumba. You get the point? Kuna mambo yatatokea. Haidha utakubali kuadapt mfumo, ama urudi ulikotoka, ama uikimbia hiyo nyumba, ama uishi kwa kuteseka, kwa kuvumilia, kwa sababu ya kushindwa kuadapt nini? Mfumo. You get the point? Kwa tukiwa ndani ya Kristo tunakuwa viumbe nini? Vipya. Kwa hiyo ndani ya Kristo kuna mfumo wa ndani ya Kristo. Tunakuwa viumbe nini? Vipya. Naomba nisisi kuna mahali naelekea. Yaani kuna mahali naelekea. Nisikia mtu anasema hivi. I don't know, sina uhakika, lakini nafikiri hivyo. Kwamba elimu ya Tanzania ni mfumo wa wakoloni. Ushakusikia hiyo lugha Nisikia mtu anaongea hichi kitu. Sijui, amen. Lakini anasema mfumo wa elimu za Afrika ni mfumo nini? Wa ukoloni, wa kumfanya mtu mmoja atafute sijui nini kazi, asitengeze ajira, sawa Mwingine akasema Afrika tutatawaliwa na mfumo wa kibepari wa wazungu Tukwamba tunaobey order. You get the point? So kuna mifumo mingi. Praise God. Sasa kama kuna kitu kinatisha duniani hasa kwa waamini, ni mfumo wa familia. Family system. Family system. Na ndio mfumo unatesa wanaoamini wengi. Ni mfumo unatesa waliookoka. Ni mfumo ambao unawafanya watu, oh my God, oh my God, oh my God, oh my. Praise God. Ni mfumo ambao unasumbua karibia waamini asilimia kubwa. Mfumo wa familia. Praise God. Taniona kuelekea baadaye. Mfumo wa familia. Maana yake nini? Ni kwamba kuna kitu kinaitwa bloodline. Bloodline. Blood covenant. Bloodline. Mnyororo wa damu. Bwana apewe sifa. Bloodline. Hii kitu inasumbua. Si tu yani kwa sio shida. Mfumo kubadilisha ni ngumu. Unaweza kuwa umeokoka lakini unaendeshwa na mfumo wa familia. Ndio kitu toko watu. You are born again, but the system is the family system. Are you listening? Are you listening? Praise God. Leo kila mfumo wa familia unaokuendesha utavunjika kwa jina la Yesu Kristo. Baba sifa. Amen. Mfumo wa familia leo ni maombi, yani maombi au nitaomba kwa dakika chache. Ni maombi sahihi. Mfumo tukiwa ndani ya Kristo kwa viumbe vipya. Tunakuaje? Ni kwamba ni kubadilisha mfumo. Biblia inasema hivi, kitabu cha Efeso 2, anasema nanyi mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa ya dhambi zenu mlizoendea zamani, kwa kufuata mfumo wa ulimwengu, kawaida ya ulimwengu, kwa kufuata mkuu wa anga, roho atendee kazi kwa wana wa kuasi. Praise God. Kwa kuna mfumo, yani kuna mfumo na kuongoza wewe. Yani umesubject, umetiishwa kwenye mfumo fulani. Oh my goodness. Are you listening? Yani Mungu wangu, ni mfumo ambao ukiuangalia yani wewe licha ya kuokoka unakuendesha. You are born again, umeokoka, unanena kwa lugha, unasali, unaomba, lakini mfumo wa familia unakuendesha. It's like baba, ndoa nyumbani ni ngumu, hawaolewi. Amen. Na wewe umeokoka haujaolewa. Maana ule mfumo uliomfanya shangaza asiolewe, mama mdogo asiolewe, kaka asiolewe, unakuendesha. Inawezekana unaendeshwa na mfumo upande wa wajomba au upande wa baba. Una tabia fulani uko nayo, hata ukitaka kuiacha ni ngumu. Kwa nini? Kuna mfumo unakuendesha. Amen. Naeleweka? Amen. Familia nzima mna struggle. Yes. Kama ni mahusiano kila mmoja anamsumbua, it means umesubject kwenye huo mfumo. Naongea mtu anaelewa? Watoto familia nzima mfanikiwi, amwendelei, ukoo mzima, familia nzima, hadi upande wa mama au upande wa baba, unashangaa na wewe ufanikiwi na umeokoka. Maana ni kwamba kuna mfumo wa baba yako, wa baba zako, mama zako wadogo unakuendesha. You get my point? Kile kujaribu kutoka ni ngumu sana. Bwana asiwe.
Niko na mtu mmoja, binti mmoja mzuri sana, a beautiful daughter. Anampenda Mungu sana. Anafunga na omba, love Jesus Christ. Amen. Ni mzuri sana, beautiful, good. Ameokoka. Akaenda ni mpole, mstarabu, takatifu. You get the point? Kwao wanazaa kabla ya ndoa, na wanazaa kabla na wafungi ndoa. Binti akajitahidi, you get the point? Akapata mchumba serious kama anamuoa. Amen. Akaja tukazosema, baba asante, namshukuru Mungu, amenijibu baba asante. Kijana akaenda akajitambulisha kwao. Alipokwisha kujitambulisha tu wakavutana, mpaka leo wanaishi pamoja, wamezaa mtoto mmoja, kama shangazi dada zake upande wa mama. Yani mfumo unakuendesha, kila mmoja hapo una mfumo unakuendesha. Ukiuangalia huu mfumo na upande wa mama, huu mfumo na upande wa baba, utapiga picha, utaujua huo mfumo kwamba haya maisha ni mfumo uliotawala upande wa baba ama upande wa mama au upande wa shangazi zangu, mama zangu wadogo. Huu ni mfumo wa kwao. Leo utaniacha. I'm talking to somebody. Amen. Naongelea mtu hapa. Amen. Baba ya sifa. Amen. Kuna mfumo na kuendesha. Biblia inasema wakazifuata njia za baba zao. Bwana pewe sifa. Yaani unafuata njia ile ambayo njia baba amepita, mama amepita, shangazi amepita, baba unapita, na unapita njia ile ile. Wewe angalia njia unaipitia. Ndio itasema mimi ndio njia kwenda uzima. Wewe unapita njia ya shangazi yako. Mfumo ule ambao ulimuongoza dada yako, hakuzaa, hakuolewa, hakufanikiwa. Ule mfumo na umepita mfumo ule. Praise God. Ina mkono wako juu, sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Leo na kazi ya kuvunja mfumo. Leo na kazi ya kuvunja mfumo. Huu mfumo na uvunja. Huu mfumo na uvunja. Hii system na iharibu. Hii system na iharibu. Huu mfumo na ukataa. Huu mfumo na ukataa. Huu mfumo na ukataa. Huu mfumo na ukataa. Huu mfumo na uvunja. Huu mfumo na uvunja. Huu mfumo na uniongoza. Huu mfumo na uniongoza. Unaoniendesha. Unaoniendesha. Unaotawala watoto wangu. Unaotawala watoto wangu. Na uvunja. Na uvunja. Maana uvunja mfumo hata kama umeupitia, Yes. basi wanao wasiupitie. Amen. Praise God. Amen. Wakawa wanaelewa? Yaani vunja huo mfumo, basi kizazi chako kisikupitie. Amen. Utajichunguza, utaona. Utajua kama kuna mfumo na uobei. Kuna mfumo unaniendesha. Amen. Kuna mfumo niko chini yao unaniendesha, unanitawala. Praise God. Ina mkono wako juu, sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Huu mfumo wa bibi zangu, wa bibi zangu, wa shangazi zangu, mama zangu wadogo, uliowaendesha wao, ukawapangia namna ya kuishi, na wenyewe unanipangia mimi. Baba, huu mfumo siku ya leo na ukataa, na uvunja, na uharibu, na ukataa. Huu mfumo unaotawala maisha yangu, ukatawala maisha ya ndugu zangu. Huu mfumo na ukataa. Watch this. Mmezaliwa watoto 19. Yes. Nani? Unashangaa baba zenu kwa waelewani. Amen. Amen. Mama zenu kwa fanyaje? Haelewani. Haelewani. Na wewe umeokoka. Unapenda nini? Yesu. Lakini kukaa na ndugu mkaelewana, yani ni ngumu. Hamjawahi kuona? Yes. Hamjaona? Yani ni ngumu, yani kukaa pamoja, mkajadili, mkaelewana, you get the point? Amen. Yani ni ngumu, yani ataona sikio na kitu kundani kwamba haya mimi na John hatupatani kabisa. Azi hivi. Na umeokoka, unajua hii mdogo wangu mimi, yule mdogo wangu yani kabisa tuelewani. Na umeokoka. Sio kama muelewani, hapana. Ule mfumo na kuendesha. Kwa sababu kama umeokoka, inabidi kila mmoja akutazame wewe. Bwana pewe sifa. Apate majibu kutoka kwako. Hata yule ambao unafikiri wewe ndio au jibu ya maswali yote. Lakini na wewe mfumo ule kama baba yako na baba yake mdogo alikuwa waelewani. Na wewe uko subject kwa mfumo. Mimi na mdogo wangu yule azivi. Atupatani kabisa. Angela oye. Praise God.
Amen. Hatuelewani. Imekaa sawa hiyo? Mama kaa kimya. Praise God. Amen. Kwa ni mfumo na kuendesha. Usipouvunja utaendelea. Jua umeokoka chini ya mfumo na kuendesha, sio mbinguni. Ni mfumo wa familia. Mkikaa vikao vya familia, yani hautoki bila kugombana mtu. Yani ubishi unatokea pale mlokole na ndugu zake. Kile kikao kiishi. Baba sifa. Watu wategemea mlokole ndio majibu, usimame katikati. Ulete majibu, Bwana pewe sifa. Lakini wote mnavurugana, yani tayari mfumo wa familia. The family system. Baba na dada zako hawapendani. Hawakupendana ndugu zake. Na nyinyi yani hampendani. Na wewe kiwemo, na kwako kiwemo. Na unako lugha mpya upo. Punga mkono juu. Kutoka hapa mimi ni mtumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anasema okay, umeokoka lakini mfumo ni wa nyumbani kwenu. Ndio kuendesha. Naongea mtu mmoja anielewa hapa. Kuna mtu anielewa hapa. Mlize jirani yako, umekaa sawa? Umekaa sawa? Haujakuendesha huo mfumo? Haujakuendesha huo mfumo? Haukuendeshi? 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 Baba asifiwe. Amen. You get my point? Amen. Unanielewa vizuri eh? Amen. Mungu jirani yako, uko ndani ya Kristo? Uko ndani ya Kristo. Mfumo na uweza wa Yesu. Mfumo na uweza wa Yesu. Praise God. Amen. Ila Mungu anakujua. Usicheze na mfumo. Yani usicheze na mfumo wa familia. Unakutafuna. Yeye anakutukisha unafanya biashara. Mfumo anakuambia wewe Neema. Wewe umetokea wapi Neema? Kama nani? Wewe kaa nyumbani Neema. Mfumo utaki. Huko ndani unasikia mwitikio, yani unasikia msukumo. Baba unasikia umechangamka kufungua biashara. Ukiweka Mungu tu mfumo unasema wewe Margaret, huu mfumo kwetu upo. Kaa chini, yani mfumo na kuendesha. Unakupa magonjwa ya ukoo na umeokoka. Unakutengenezea mfumo wa ndoa. Yani umeokoka na makofi yanatandikwa kama mama yako. Mfumo. Praise God. Wakawa wanaelewa? Unasikia chongea? Mfumo. 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 Hakuna maelewano nyumbani, hakuna amani, hakuna kuelewana, hakuna kukaa mkaoneana, ndugu mkaelewana. Yeye mnadonoana. Mfumo unakataa. Kwambia wewe Jacqueline umeokoka, shauri yako wewe, lakini mfumo ni wa kwetu. Ya mfumo unakuwa na hata ina kipato cha kupata. Unakuwa na hata aina kipato mfumo. Yaani mfumo, na usipovunjwa utashangaa unatawala watoto wako na vijukuu mpaka vitukuu. Sababu na Yesu. Leo huu mfumo, huu ni mfumo. Haya sio maisha yangu, huu ni mfumo unaniendesha. Huu ni mfumo unaoniendesha. Huu ni mfumo huu. Huu ni mfumo huu. Haya maisha unayopitia haya. Haya maisha unayopitia. Huu ni mfumo. Huu ni mfumo wa nyumbani kwetu. Wa nyumbani kwetu. Ulimuongoza babu yangu na bibi aliutembelea. Hata shangazi anayotembelea. Mama mdogo ameutembelea. Mama mkubwa ameutembelea. Mjomba uko nao. Dada zangu wako nao. Watoto mama mdogo wako nao. Mama mkubwa wako nao. Huu ni mfumo. Huu ni mfumo. Huu ni mfumo. Yes. Leo huo mfumo unauvunja. Amen. 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 Maana huu mfumo ni mbaya. Yes. Yani hauna cha pastor au shangazi pastor, cha mtume wa nabii, askofu au mwinjilisti, mwalimu au papa. Hakina mfumo. Yes. Yani huu mfumo usipouelewa uvunja, utaona kawaida ndio maisha yako. Mimi maisha yangu baba chuma natupanga chuma kimoja nakosa kodi, maisha ni magumu. Yani kumbe unatembea kwenye mfumo ule ule wa baba yako. Ule ule wa mama yako. Ule ule wa shangazi zako. Mwanangu huo mfumo leo ukavunjike. Kwa mtu anaelewa hapa? Kwa mtu anaelewa hapa?
Kuna mtu anaelewa hapa? Sasa Bwana Yesu, nina kazi ya kuvunja huu mfumo. Nina kazi ya kuvunja mfumo. Leo navunja mifumo. Leo navunja mifumo. Inaongoza familia yangu. Inayoongoza familia. Inaongoza maisha yangu. Inayoongoza. Inayotawala familia yangu. Inayotawala familia yangu. Hii mifumo. Hii mifumo. Shangazi tutakumbuka sasa hivi kunywa pombe. Kisha kuharibika. Wana viburi, wana jeuri. Sio watiifu. Yes. Wananua kifua. Wanakudharau watoto uliowazaa. Ukiangalia ni mfumo wa shangazi zao. Yes. Ni mfumo wa nyumbani kwetu. Yes. Ni mfumo wa wajomba. Yes. Uliwalea vizuri, hawakusikilizi tena. Yes. Kumbe wanaongozwa na mfumo wa mahali fulani. Yes. Kwa mtu anaelewa? Amen. Oh my goodness. Yes. Praise God. Amen. Unashangaa wewe, yani ni mfumo la kuendesha. Yes. Mfumo. Yes. Nina mtu ngora anaongea mchungaji, mtumishi mmoja hapo wa Mungu kabisa, mchungaji. Mama yake baba yake alipiga mama yake kofi. Umeelewa? Mchungaji ameokoka, ni mtumishi. Amekula hela. Mama mwanangu, mama, pap, kofi. Akamwatemkia laana. Leo yamekuwa ovyo. Ni mfumo alishakuwa na upako. Mfumo unamwambia mtandike mama kofi, akamlaza mama yake kibao. Mama akamlani. Bibi yake baba yake alilaniwa na mama yake. Baba akafa. Yeye mwenyewe mama akamtandika. Yaani mfumo unakuambia unakuprovoke. Unakutia hasira. Unakuprovoke. Mfumo unakuendesha ufanye mambo ya ovyo. Mfumo. Punga mkono wako. Mfumo unakuandalia na maisha kuishi. Unakuandalia na chakula, ana kazi ya kufanya. Unakuandalia mke wa kuoa, unakuandalia mume wa kuoa. Uongo kweli? Kwa sababu mnajuta huyu mwanamume kwa kweli si nilipatapataje? Huyu mwanamke nilipatapataje? Hamjawahi kujuta hiyo kitu? Simple. Sasa hivi Mungu wangu, hivi wanaume nilipatapataje? Sio kama nilipatapataje, mfumo ulikuandalia system. Huu ugonjwa umetoka wapi? Ni mapatapataje wa ugonjwa? Hapana, ni mfumo. Praise God. Naongea mtu anaelewa? Mfumo unakuandalia na maisha. Unajiuliza, mambo mbona yako hivi? Kinachofanya kinakufa. Mbona sifanikiwi? Nikifanya biashara inakufa. Nikifanya nikipanga hiki kitokee, hiki kiendelee. Kumbe ni mfumo ushakupangia chochote utafanya kitakufa. Punga mkono wako juu. Mweke jirani yako. Wewe unaendesha na mfumo upi? Watoto wako unaendesha na mfumo gani? Wewe uko chini ya mfumo upi? Una mfumo gani unakutawala? Maisha yako yanaendesha na mfumo gani? Ni yapi? Ni yapi? Angalia, ni kweli umesali. Yes. Lakini angalia dada zako maisha yao. Wana nini? Ndio. Na wewe una nini kama wewe person? Kaka zako wana nini, wewe una nini? Yes. Umekuwa na mfumo kama wa kwao ule. It's the same. Tena Bwana asiwe tumishi. Pendo Bwana asiwe. Pendo mfumo unakwambia okay Bwana asiwe. Mfumo na nyumbani kama wao. Praise God. Ninaona kwa je. Unaomba nakataa kwa familia yangu iache leo ya pombe, nakataa leo ya pombe, wasinywe pombe. Ndio kwanza wanajimwagia. Baba sipo. Nini? Mfumo. Yaani mfumo unakuambia hivi, wewe ni pastor, lakini lazima upitie magumu. Wewe unaomba, lazima uishi, yaani mfumo mbaya sana. Unafanya kazi na kwa bidii, lakini hauna amani. Mfumo wa kupila au kupia amani, au unalala kwenye ndoa, kwenye maisha yako. Kila mara una furaha. Mfumo unakutengenezea mfumo fulani. Yaani unaishi mfumo fulani wa bibi yako iteseka, baba iteseka, shangazi ameteseka, baba mdogo ameteseka, mjomba ameteseka, dada zako. Yaani mfumo ule. Na unawaongoza watoto wote. Ina mkono wako juu Bwana Yesu. Huu mfumo leo unavunja.
Huu mfumo leo nauvunja. Leo nabadilisha mfumo. Leo nabadilisha mfumo. Baba nauvunja mfumo. Baba nauvunja mfumo. Huu mfumo uliowaendesha kaka zangu, dada zangu, baba zangu, mama zangu, wadogo kwa wakubwa, baba zangu wadogo na wakubwa, wajomba zangu. Huu mfumo Bwana Yesu leo naukataa. Na uvunja mfumo. Na uvunja mfumo. Vunja mfumo. Niko na binti moja hapa Jumanne. Yaani yeye mama aliolewa akaachika. Nifikiri hapa. Na mwenyewe ameolewa amefanyaje? Ameachika. Kwa ategemea kuolewa ndio ya pili. Baba ya sifa. You get the point? Ni mfumo. Yes. Mfumo. Angalia watoto wako wanacho mfumo gani? Kama ni wadogo waombe sana. Angalia mfumo unaoendesha. Praise God. Ile ngo nako jisaba Yesu. Bwana Yesu. Leo nauvunja mfumo. Leo nauvunja huu mfumo. Huu ni mfumo unaoendesha maisha yangu. Huu ni mfumo unaoendesha maisha yangu. Kweli haya maisha siyapendi. Haya maisha siyapendi. Ya kustruggle. Ya kupambana. Ya vita. Ya kuwa single mother. Huu mfumo. Leo nakufa. Huu mfumo. Na ulipua. Na ubomoa. Na uvunja. Na uharibu. Simama juu. Ina mkono wako juu. Mwanangu ukisikia kukimbia kutembea ili mradi uvunje mfumo. Amen. Usiendelee mfumo kukuongoza. Leo tunabadilisha system ya maisha. Tunabadilisha mfumo wa maisha. Amen. Huu mfumo uliouzoea. Mwambie sio Bwana Yesu. Bwana Yesu. Huu mfumo umekuwa sehemu ya maisha yangu. Imekuwa ni sehemu ya maisha. Umeniendesha kwa siku nyingi. Nami nimeutumikia. Na ukataa mfumo. Na uvunja mfumo. Anza kuvunja mfumo unaojua ni washangazi. Baba navunja kila mfumo. Leo nauvunja kwa jina la Yesu. Katika jina la Yesu nauvunja kila mfumo, kila mifumo ya kwenye familia yetu katika jina la Yesu. Kila mfumo unaoniendesha, kila mfumo wa familia unaoniendesha leo ninauvunja. Vunjika kwa jina la Yesu. Rapasaka navunja kila mfumo, navunja hiyo mifumo kwa jina la Yesu. Rapasaka leo ikavunjika, leo inavunjika kwa jina la Yesu. Vunjika. Rapasaka vunjika kwa jina la Yesu. Kila mifumo ya kwenye familia, mifumo ya ndoa leo ikavunjika kwa jina la Yesu. Kila mfumo wa kwenye familia unaoniendesha kwa jina la Yesu, mifumo ya kutokufanikiwa leo ikavunjika. Rapasaka vunjika kwa jina la Yesu. Vunjika kwa jina la Yesu. Vunjika leo kwa jina la Yesu. Mifumo ya ukoo leo ikavunjika. Leo mifumo naivunja leo kwa jina la Yesu. Kila mifumo inayoniendesha leo ninaivunja kwa jina la Yesu. Leo ikavunjika. Vunjika leo. Rapasaka riapakata reko
kwa jina la Yesu. Vunjika, vunjika, hiyo mifumo leo ikavunjika, leo ikavunjika, leo ikavunjika, vunjika, 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 mifumo yote inayonitesa, mifumo ya familia leo ikavunjika, leo ikavunjika kwa jina la Yesu. Vunjika, 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 vunjika kwa jina la Yesu. Vunjika, 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 vunjika leo, vunjika leo kwa jina la Yesu. Vunjika, 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 mifumo ya ndoa, mifumo ya uchumi leo ikavunjika, leo ivunjika, leo ivunjika, leo ivunjika, mifumo ya elimu leo ivunjika kwa jina la Yesu. Kila mfumo unaoendesha familia yetu, mifumo ya kutokufanikiwa, mifumo ya kuteseka, mifumo ramashaka leo ikavunjika, leo ikavunjika, vunjika, 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 vunjika kwa jina la Yesu. Vunjika, 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 vunjika leo, vunjika leo, vunjika leo, mifumo ya kutokufanya biashara vunjika leo, vunjika leo, vunjika leo, vunjika leo, vunjika leo, vunjika leo, vunjika, 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 vunjika leo, vunjika leo, vunjika leo, vunjika leo. Rapashakata, vunjika, vunjika kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Vunjika leo, vunjika leo, vunjika leo, vunjika leo, vunjika leo kwa uzao wangu, vunjika leo, hiyo mifumo hiyo, vunjika.